Mimi naitwa Mohamed Istumai, ni mkazi wa Kaololo Luazi. Kuna utofauti kidogo kipindi cha nyuma na sasa hivi. Mimi nimehamia hapa kama miezi 6-7 nyuma, lakini kipindi inaanza kujenga hapa tulikuwa tuna shida kidogo ya maji. Mpaka nafikia hatua inakaa siku 4-5 maji hayatoki, mnabidi mkanunue kwa ajili ya kuendeleza ujenzi. Lakini kwa sasa hivi kwa mwezi mmoja, miezi miwili nyuma, tunashukuru ukatikaji wa maji haupo. Au unaweza kakatika kwa wiki mara moja, mara mbili. Ya kawaida tunaweza ukasikia labda wana matengenezo hapa na pale, lakini tofauti na zamani. Zamani kweli kulikuwa na shida ya maji. Na kikubwa walikuwa wanatuambia kwamba kuna miundombinu ambayo ilikuwa haijakaa sawa, lakini kwa sasa hivi naona imekaa sawa, ndio maana maji tunayapata. Cha kuboresha ni pressure, kwa sababu tunayo kweli, lakini kuna muda huwa pressure inakuwa ndogo. Kwa sisi ambao wenye matenki juu, kupandisha juu maji yanakuwa yana shida. Kwa hiyo pressure ile ikiwa kubwa zaidi itakuwa vizuri zaidi. Tofauti na zamani, unajua sasa hivi tuko kisasa. Zamani ulikuwa unakadiriwa tu, lakini sasa hivi unalipa kile unachotumia. Ukiamwaga utayalipia, ukitumia vizuri utalipa kidogo. Naitwa Bediana Estori. Nina furaha sana kwa sababu ya kupata maji. Yaani nikiwa na maji hapa nasikia raha sana. Yananisaidia. Kwa kweli sasa hivi yanapatikana. Kuna wakati ilikuwa inapotea, inakuja kwa masaa, lakini sasa hivi inakuja wakati wowote. Kwa majina naitwa Anisia Vedasto. Maji tunayapata kwa wakati, hayakatiki kwa siku hizi. Tunayapata kwa wakati na wasomamita ni waaminifu, wanafika kwa wakati. Kipindi cha nyuma ilikuwa ni changamoto. Mara nyingi ungekuta kwa jirani maji hapo, wewe una siku kama 3-4 hamna maji. Lakini kwa sasa tunapata maji kwa wakati, ni mara chache na hayakatiki kwa kweli. Majina naitwa Consolata Alifunsi ndiye Tabura, mkazi wa Kaololo. Kipindi cha nyuma maji yalikuwa yanakatika. Tulikuwa tuna shida ya maji, pengine tunayafuata huko mtoni, lakini kwa sasa hivi maji yapo vizuri. Tunayapata kwa wakati. Na maji yanatusaidia kupikia chakula, kufua, kuoga. Kwa majina naitwa Engineer Yazidi Buikizo, meneja miundombinu, na kwa kweli tunazungumzia mradi wa upanuzi wa mtandao awamu ya pili ndani ya manispaa ya Bukoba. Mradi huo kupitia serikali ya awamu ya 6 tuweza kupata mradi mkubwa kwa ajili ya kuboresha huduma ya maji katika kata 5 ambazo ziko ukanda wa juu, ikiwa ni kata ya Kashai, kata ya Nshambya, kata ya Kaololo, kata ya Nyanga, Wembe na sehemu ya vijiji vyo katika ndani ya kata ya Nyakato ndani ya halmashauri ya Bukoba. Mradi huu umekuwa ni mradi ambao umetusaidia kufikia ilani mwaka 2025 kwa mji wetu tumefikia 95% ya utoaji huduma ya maji safi. Kwa bahati nzuri katika mradi huu tumeweza kufikia sasa hivi tutakuwa ni zaidi ya 95 kwa sababu tunahudumia mpaka sehemu ambayo ni nje ya eneo letu ambayo tunahudumia ambayo ni kata ya Nyakato. Mradi ulianza kutekelezwa tangu mwaka 2020. Mradi umefikia 95% na umeshaanza kutoa huduma kwa wananchi hao. Kwa sasa hivi mradi kwenye kipindi cha majaribio. Na kwa maeneo yote ambayo tunategemea pate maji, tayari maji yamefika. Kwa hiyo huu mradi ilikuwa ni tunasema kwamba umehudumia wakazi 18,000, lakini 18,000 tunazungumza ni wakazi wale ambao hawakuwa na huduma ya maji. Lakini huu mradi kwa sehemu nyingine imesaidia kuboresha, kwa sababu wananchi walikuwa na maji lakini walikuwa maji sio toshelezi. Kwa mradi huu ni kwa ajili ya kuongeza upatikanaji wa maji na maji ambayo ni safi na salama. Kwa hiyo mwanzo walikuwa wanatumia vyanzo vile vya chemichemi ambavyo ubora wa maji yanakuwa sio masafi, yanakuwa na vimelea au vijidudu ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa. Kwa sasa hivi tumeamua kwamba ndani ya manispaa ya Bukoba sema tunazihudumia zote zipate maji kutoka Ziwa Victoria ambayo ni maji toshelezi na ambayo ni maji safi na salama, kwa sababu tuna mtambo wetu wa kuchuja maji pale Bunena. Kwa hiyo tumeona kwamba bora wakazi wote watumie maji ambayo yamepitia kwenye chujio hilo
yaweze kuwa maji safi na salama, ili tuweze kuepukana na yale magonjwa ya